Na mtazamaji, bwana Mwijaku ameamua kumpiga kijembe Diamond Platnumz. Kama unavyojua tena kwamba Diamond bwana, kuna moja kati ya vitu ambavyo amevifanya havija make headline, havija make sense, yani kwa namna moja au nyingine. Iwapo tu kama amelipwa. Bwana, kitendo cha Diamond kupromoti show mpya kabisa ambayo inaruka pale DStv na kwenda kwa jina la A-List ni jambo ambalo limeshangaza watu wengi sana, kuna kwamba imekuaje Diamond bwana ameamua kupromoti kazi hiyo au kupromoti hiyo show wakati hairushwi hata kwenye channel yake. Hana maslahi nayo yoyote, hakuna manufaa yoyote yale ambayo yeye anayapata, jambo ambalo limefanya watu wengi sana wabaki mdomo wazi kwamba imekuaje tena Diamond amepromoti hii show. Lakini inakuja ku make sense iwapo kama Diamond atakuwa amelipwa na DStv kwa ajili ya kupromoti show hiyo, kuposti katika kurasa wake wa Instagram. Kwa hiyo wadau wengi sana ambao wanafanya hizi business za brand ambassador wanaelewa, na moja kati ya watu ambao wanafanya hiyo biashara ni Mwijaku. So Mwijaku yeye ameelewa kabisa moja kwa moja kwamba Diamond bwana hapa amelipwa kwa ajili ya kupromoti hiyo show katika kurasa wake wa Instagram, hivyo basi amekuja kumpiga kijembe. Baada ya Diamond kuposti, Mwijaku bwana amekuja amecomment hapa, ameandika kwamba bwana umeanza kupiga vimeo vya kuwa influencer hadi DStv, njaa mbaya sana aise. Njaa mbaya sana aise. Mwijaku bwana ameandika hivyo katika kurasa wa Diamond Platnumz akidai kwamba Diamond bwana ana njaa mpaka sasa hivi amekuwa influencer, anafanya kazi za kuwa influencer katika show za DStv, yani DStv wanamlipa kupromote show zao. Hicho ni wadau, yeye mwenyewe Mwijaku ameita kwamba hicho ni kimeo na anadai kwamba Diamond yuko na njaa. Bwana, habari ambayo ina trend sasa hivi huko mtandaoni bwana ni kuhusiana na hiki kipindi ambacho kinakwenda kwa jina la A-List. Bwana wanakuambia kwamba ulisikia umbea, sasa jua ukweli. Bwana, hii ni kipindi maalum kabisa ambacho bwana kitaanza mnamo tarehe 17 mwezi wa 7, yani tarehe 17 Julai kuanzia masaa ya saa 2 usiku, chaneli namba 160 katika kizimbuzi cha DStv. Naona bwana, sasa bwana hiki ni kipindi ambacho ni kipya kabisa, ambapo bwana wameweka hapa bayana kwamba kuanzia Julai 17 habari zote za maisha yao, yani drama za hapa na pale, heka zao na mambo mengine kibao kuwahusu zitaonyeshwa kwenye kipindi cha NMB A-List kuanzia saa 2 usiku ndani ya Maisha Magic Bongo, chaneli namba 160 huko DStv. Bwana, hiki ni kipindi kipya kabisa, itakuwa kama vile reality show, lakini pia vile at the same time itakuwa ni kama vile podcast, yani watakuwa wanachanganya hawa wadada kwenye hicho kipindi kuhusiana na maisha yao kwa ujumla, yani ni reality kuhusiana na maisha yao kwa ujumla. Kwa watu ambao wanataka kufuatilia kiundani zaidi jinsi wanavyoishi, basi utafahamu kupitia kipindi hicho cha A-List. Bwana, hapa unakutana na Irene Uwoya, Auntie Ezekiel, Kajala Masanja na Jacqueline Wolper. Hiyo ndo A-List yenyewe bwana. Hao bwana ndo wadada ambao ni maarufu kabisa nchini Tanzania. Ukimzungumzia Irene Uwoya, Jacqueline Wolper, Kajala na Auntie Ezekiel, hakuna mtu ambaye hamjui, labda watoto wa 2000. Hata watoto wa 2000 wenyewe wanawajua hawa ni nani. Hapa bwana aliyekosekana ni Elizabeth Michael, Lulu, Wema Sepetu na wadada wengine wachache, lakini ukizungumzia ile A-List hawa hapa ni maarufu zaidi. Isipokuwa Wema tu hayupo, na tunafahamu kwamba kwa nini Wema hayupo ni kutokana na kwamba Wema sasa hivi ni mzazi, analea. Kwa hiyo heka za makamera bwana kidogo sasa hivi madrama amejiepusha nayo kwa sababu yuko na swala zima la kulea. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Hili ni dili nono kama unavyojua bwana, DStv wanalipa vizuri, so obviously bwana mambo yatakuwa ni moto kweli kweli kwa upande wao, kibunda watakuwa wamekikata bwana. Hii ndo A-List show ambayo imezinduliwa pale Serena Hotel jijini Dar es Salaam usiku wa kuamkia leo. So ukipita katika peji zote za hawa warembo bwana, ukipita kwa Wolper, ukipita kwa Kajala, ukipita kwa Irene Uwoya pamoja na Auntie Ezekiel, basi kote huko ukipita lazima utakutana na posti zinazozungumzia swala zima la hii show yao ya A-List. Kwa hiyo hapa bwana, latest post kutoka kwake Kajala na wadada wenzie hawa wameandika kwamba bwana, kwa kipekee sana tunawashukuru wadau wote waliotushika mkono na kujitokeza jana kwenye uzinduzi wetu. Nyinyi ni watu wa thamani sana kwetu.
Matajiri wetu Maisha Magic Bongo, tunashukuru sana kwa na media zote mlizotushika mkono, tunawapenda sana. Sasa kaa tayari kwa ajili yetu. Kwa hiyo hii ni moja kwa moja wametoa taarifa kwamba wanakuja sasa spidi kweli kweli na kipindi hicho cha A-list. Kwa hiyo sasa wadau wakae mkao wa kula, madongo yanaanza kuporomoshwa. Hii sio mara ya kwanza kuwaona wadada hawa wakija na reality TV shows, maana hata huyu Wolper alifanyaga kitambo sana kipindi kile, Clouds alifanyaga ile reality TV show yake, lakini pia vile vile ukimwangalia hapa mdada mwingine kama vile huyu Kajala ameshafanya reality TV shows nyingi tu, kama unakumbuka vizuri ile Behind the Gram ambayo ilikuwa inamzungumzia Kajala, mahusiano yake na Harmonize, Paula na watu wengine, ambao pia ilifanya vizuri, yani ilipokelewa vizuri sana na Zamaradi ndo aliitoa ile. Sasa this time around bwana wameingia kwenye mainstream bwana kupitia A-list na DSTV. Kwa hiyo mambo yanazidi kuwa moto. Nataka nikusomee baadhi ya comment hapa ambazo zimejitokeza kuhusiana na kipindi hicho. Kuna mtu hapa anaitwa Lightness anasema kwamba bwana, ila Wolper unaswaga sana za mbele Mchaga huyu. Wolper bwana wanamwambia hapa, kutokana na hizi picha ambazo wamepiga kwa ajili ya hiki kipindi, wadau wanakuambia kwamba Wolper yuko na swaga za mbele kabisa. Kuna mdau mwingine hapa amekuja amesema kwamba bwana, mnatosha, msiongeze mtu atawavuruga. Umeona bwana wanakuambia kwamba wadau wanasema kwamba hao wadada wanne tu wanatosha, wasije wakaongeza mtu mwingine baadaye atawavuruga, mambo yatakuwa hayaeleweki. Kuna bidada mwingine hapa anasema kwamba bwana, mnasema kuiweka Netflix itakuwaje tena, au haijafikia huko kwenye viwango? Vipi kuhusiana na YouTube, itakuwepo au tusubiri DSTV tu? Consider this guys. Kuna mtu hapa amekuja kuuliza kwamba hiki kipindi cha A-list kitakuwepo Netflix na YouTube, je, kitarushwa? Wadau wameambiwa hivyo, wanauliza au wasubiri DSTV peke yake, lakini pia wanatakiwa walifanyie kazi hilo swala. Haya, mdau mwingine huyu hapa anasema bwana, ambao hatuna DSTV tunaona wapi hicho kipindi? Kuna mtu mwingine ameandika kwamba bwana, mimi naomba jamani, nikiwa kama shabiki wa Six Dadas please turudishieni Elizabeth Michael na Wema Sepetu Mama Oli, pata noga sana. Haya, sasa kuna wadau wengine huku bwana wanataka katika hiyo list ya A-list hapo, hao wadada hao wakina Irene Uwoya, Auntie Ezekiel, Jacqueline Wolper na Kajala, aongezwe Elizabeth Michael, Lulu pamoja na Wema Sepetu. Umeona bwana wadau bwana wanataka Wema Sepetu awepo humo, Mama Oli na Lulu pia awepo, kwani pata noga sana. Umeona bwana hayo ni maoni ya wadau mbalimbali kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuhusiana na kipindi hicho cha A-list. Umeona bwana. So kuna mambo mengine mengi sana yametokea, kuwa karibu nasi, tutazidi kukupa update kuhusiana na mengine mengi ambayo yamejiri kuhusiana na huo uzinduzi wa hiyo